chako mbele za Bwana. Omba mbele za Mungu, mtu wa Mungu, mwambie wewe ni mwema. Ninatamani kuona unatoa sauti yako mbele za Bwana. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Maombi yanatengeneza mazingira ya uwepo wa Bwana. Maombi yanatengeneza mazingira ya Roho wa Bwana kukuhudumia. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Jiombee mwenyewe. Mwambie Mungu wewe ni mwema. Haijalishi ninapita wapi, haijalishi ninakutana na majaribu ya namna gani, lakini wewe ni mwema Bwana. Mwambie wewe ni mwema. Mwambie wewe ni mwema. Haijalishi utumishi wangu ninapita kwenye mazingira gani, lakini wewe ni mwema Yesu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Fungua kinywa chako, mtu wa Mungu, omba mbele za Bwana. Mwambie wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Mwadhimishe Mungu kwa kumweleza kwamba yeye ni mwema. Yeye ni mwaminifu mno. Yeye ana upendo wa ajabu. Fadhili zake ni za milele. Asante kwa neema hii Bwana. Tunakuadhimisha tena kwenye hii madhabahu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Tunatangaza kwenye maisha yetu ya kuwa wewe ni mwema. Haijalishi mapito tulio nayo, lakini wewe ni mwema. Haijalishi mahali tunapita, lakini wewe ni mwema. Haijalishi hali zetu, lakini wewe ni mwema Yesu. Wewe ni mwema. Tumeuona wema wako, tumeuona mkono wako ukitutetea na kutusaidia katikati ya mapito, katikati ya hali ngumu. Wewe ni mwema Yesu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Tunakuadhimisha tena. Tunakuadhimisha Mungu aliye hai. Tunakuadhimisha peke yako. Watoto wako tumekusanyika, watumishi wako tumekusanyika Bwana mbele za uso wako. Tunatambua upo hapa katikati yetu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema Baba, katika jina la Yesu aliye hai. Pokea sifa na heshima peke yako. Hii ni jioni ya pekee umetupa. Tunanyenyekesha mioyo yetu kwako Bwana. Sema nasi tena jioni ya leo. Ongea nasi Roho wa Bwana. Sema na maisha yetu tena. Zungumza nasi Bwana. Tuko tayari kupokea. Tuko tayari kusikia. Tuko tayari kupokea. Tuko tayari kusikia. Wewe ni mwema. Ufunue wema wako tena jioni ya leo, kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ruhusu uwepo wako, ruhusu nguvu zako, ruhusu uwezo wako kutembea tena jioni ya leo kwenye madhabahu hii Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Kanuni za kukuwezesha kufanikiwa katika utumishi wako. Nimekuwa nikiongea vitu vingi huku mwanzoni bila kuanza kanuni zenyewe, kwa sababu ukielewa huku kanuni nitakapokuwa nazizungumza utazichukulia kwa uzito kabisa. Tunaposema kufanikiwa, kanuni za kukuwezesha kufanikiwa utumishi wako, kufanikiwa utumishi wako mpaka useme nimefanikiwa katika utumishi wangu, maana yake ni mpaka useme mimi nimefanikiwa katika utumishi wangu. Maana yake nini? Kufanikiwa katika utumishi maana yake ni, maana ya kwanza ni kulifikia kusudi au ni kufikia kulitimiza kusudi ambalo kwalo umeitwa au umewekwa. Nikisema umewekwa, maana yake unaweza ukawa umepewa nafasi. Kwa hiyo unaposema
nimefanikiwa kwenye utumishi wako sio kwa sababu umehubiri wengi wakaokoka, sio kwa sababu umeombea wengi wakapona, sio kwa sababu jina lako limejulikana kila mahali. Kujulikana jina sio kufanikiwa kwenye utumishi wako, wala sio kwa sababu kuna vitu unaviona Mungu anafanya kupitia wewe. Mungu kufanya kupitia wewe sio kufanikiwa. Ndio maana Mathayo ile sura ya 7 ule mstari wa 21 mpaka ule wa 23 anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Unaona hii statement inavyokuwa na nguvu kwenye, na ukizungumza pale juu utaona lengo lake alikuwa anawaambia juu ya kujihadhari na manabii wa uongo. Jihadharini na manabii wanaowajia, manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni umbwa mwitu wakali. Kwa nje ukiwatazama wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni umbwa mwitu wakali. Anasema jihadhari, na akasema manabii wa uongo. Sasa hapa unaona wamezungumza manabii, lakini mahali pengine utaona walimu wa uongo, na mahali pengine Paulo anazungumza wazi watumishi wa uongo. Anasema utawatambuaje? Nia yao ya ndani ni kutumikia matumbo yao. Kila anachowasa kwenye utumishi ni kwa ajili ya tumbo. Anawasa, ukimuuliza mtu anakuambia, mwalimu niombee Mungu aniinue kwenye utumishi wangu, nahitaji kufanikiwa. Ukimtizama kinachomsukuma hayo maombi, mafanikio anayoyawasa yeye ni kwamba kuinuliwa kwangu, nipate gari, nipate nile vizuri, nifanye. Kwa unaona mawazo yake, intention yake ni tumbo. Sasa mwalimu, kwa hiyo unataka tusile? Kula ni muhimu kabisa, na kufanikiwa kiuchumi na kuwa na maisha yako ya kiuchumi mazuri ni jambo muhimu sana. Lakini tunapokuja kwenye eneo la utumishi, unapoanza kuzingatia, kwa mfano umeokoka, watu saizi tena sio tu watumishi wa uongo, Biblia haijaeleza hapa zaidi, lakini kuna mpaka siku hizi Wakristo wa uongo kabisa, Wakristo wa uongo, waamini wa uongo. Unaweza kuona watu wamekuja ibadani namna hii, unasema wamekuja kumwamini Mungu, kumwabudu Mungu. Saizi sasa ibada sio za kumwabudu Mungu, ibada zimegeuka kuwa kama vituo vya hospitali. Mtu anakuja ibadani anakuambia nimekuja leo ili Mungu aniponye ugonjwa. Habari za kumwabudu atajijua mwenyewe. Kilichonileta ibadani leo ni kwamba Mungu leo aguse maisha yangu nipone. Na wachungaji nao wanaangukia kwenye huo mtego. Utasikia usikose ibada ijayo, Mungu ameniongoza jambo hapa, nitawaombea wagonjwa wote. Kwa watu wanakuja kwenye ibada sio kumwabudu Mungu, lakini wanakuja ibadani kuombewa magonjwa. Kuombewa magonjwa ni vibaya? Hapana, sio vibaya. Kuombea watu waponywe ni vibaya? Hapana, sio vibaya. Lakini watu wanapoenda kanisani wanaenda kufanya nini? Kwa hiyo unagundua tuna fake Christians wengi, alafu fake Christian nao wanawanyoshia mikono fake servant of God. Yani wewe Mkristo fake naye anatafuta kumtafuta nabii fake. Yani fake kwa fake zinatafutana. Kwambia siku hizi manabii fake wametokea, unamuuliza wewe ni Mkristo original, naye mwenyewe fake. Kwa hiyo fake na fake ziko mjini. Kwa sababu Mkristo original, cha kwanza angejua ninapoenda ibadani ni nini mapenzi ya Mungu. Mungu anataka nini? Mungu anafurahishwa na nini kwenda kwangu ibadani? Mungu anafurahishwa na nini? Wale waliookoka miaka ya zamani, wazee wangu hapa watakuwa wanagundua, moja ya kitu walikuwa wanafundishwa wakifika tu kanisani ni habari za utakatifu na kumwabudu Mungu. Usifikiri wagonjwa hawakuwepo, walikuwepo. Lakini wagonjwa ilikuwa ni kitu cha ziada. Cha kwanza ni ibada kwa Mungu.
Na utaona hata mahubiri yao na mafundisho yao, huwezi kusikia wanakuambia leo nakurejeshea nyota. Sasa mwalimu, kwa unazungumza kurejesha nyota ni vibaya? Hamna, kafuatilia uone. Unataka kuniambia wao wenyewe nyota zao zilikuwa zipo au zilikuwepo? Sasa ilikuwaje wao hawana injili hizo? Na Mungu alikuwa anatembea, nguvu za Mungu zinaonekana. Why? Kwa sababu walijua Mungu anataka nini. Hawakuanza kutafuta Mungu awape nini, walianza kutafuta kwamba Mungu aliyetuokoa anataka nini. Sisi tuna kizazi cha Wakristo wanayotafuta Mungu awape nini na sio Mungu anataka nini. Kama kweli unataka kwenda mbinguni siku moja, sikiliza hii. Kufanikiwa kwenye utumishi sio kuwa kiongozi mkubwa. Kufanikiwa kwenye uongozi ni pale unapofikia kulitimiza kusudi la Mungu au mapenzi ya Mungu mahali Mungu amekuweka, au katika wito ambao Mungu amekupa. Kwa hiyo mahangaiko yako usiku na mchana yatakuwa ni mapenzi gani Mungu anataka niyatimise kwenye nafasi niliyopewa. Mungu anataka nitimise nini? Mungu anataka nifanye nini? Wakati ukiwa kwenye mahangaiko hayo, nataka nikwambie Mungu anafurahi sana. Kuna nguvu hutaomba Mungu nipe upako, kwa sababu unachotafuta kutimiza ni cha Mungu. Mungu ataleta nguvu kwenye maisha yako. Mungu nataka nifanye, sio maswali ambayo utayakuta leo kwa watoto wa Mungu. Wewe sikuyakuta hayo maswali, ila utakuta maswali, nahitaji nini kwa Mungu, sio Mungu anataka nifanye nini. Sio wote wasemao Bwana Bwana wataingia katika ufalme wa mbinguni. Anasema bali ni wale wafanya. Anasema wengi, maana yake sio wachache. Na haya maneno aliyasema Yesu, wengi watakuja siku ile na kusema Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, hata wakatalia. Umeona Yesu anakataa kwamba wakutoa pepo, anasema mlitoa. Tulitoa unabii kwa jina lako, sio unabii wa uongo, wa kweli kabisa. Atasema mlitoa. Alafu anasema na kufanya miujiza mingi. Mungu, angalia, mimi nilishasimamishaga viwete, mimi nilishafufuaga mfu, mimi sijui nilifanyaga. Yani kanisani kwetu pale sisi ndio tuliofanya mambo ya kutisha. Akwambia okay, no problem. Alafu atakwambia lakini wala sikujui utokako. Yani hata unakotoka tu, huyo ni Yesu anakwambia sikujui. Unaelewa maana yake ni? Ulikuwa unafanya kazi na mimi, lakini hujawahi kuwa na mahusiano na mimi. Ulikuwa unajifanyia ili jina lako tulionekane, ili ujivunie, ili unajuwahi kuona mtu anafunga alafu anajivunia kufunga. Mimi nafungaga bwana, mimi nafunga siku 3, mimi nafunga siku 5. Mimi ni mtu wa maombi. Silete mchezo, Bwana amenitia mafuta, nafunga. Yani unajua mtu anayefunga kwa ajili ya mapenzi ya Mungu wala hata tangaza, kwa sababu kinachomhangaisha sio kufunga, kinachomhangaisha ni Mungu anataka nini. Jina la Yesu libarikiwe. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Nilete kijana ambaye ameokoka, hana mbele wala nyuma, alafu aliamua kukaa chini kujifunza neno la Mungu, alafu akasema from now on, Mungu, maisha yangu nimekupa wewe, na katika wewe nataka nikufurahishe. Nataka unitumie mimi kuyafanya mapenzi yako duniani, kwenye familia, kwenye kanisa nalosali. Nitafutie Mkristo, binti ambaye hana mbele wala nyuma, aliyekubali kutoa maisha yake kwa ajili ya Kristo, akasema mimi nitayatumikia mapenzi ya Mungu tu peke yake, hata kama nitakufa sawa, lakini nayatoa maisha yangu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Nilete huyo binti baada ya miaka 7 ijayo, yaone maisha yake ya kimwili ambaye uliona hana mbele wala nyuma, lakini akaamua kuyatumikia mapenzi ya Mungu. Ona kile Mungu amefanya kwenye maisha yake, utashangaa. Mungu akubariki. Unanielewa ninachosema? Kwa nini utashangaa? Mungu hajawahi kumtupa mtu wake.
Sisi tunaokoka, tunaingia kwenye utumishi tukiwa na tamaa zetu binafsi, and that is a big problem. Hilo ndio tatizo kubwa la kanisa la mwisho, la siku za mwisho. Unamwambia mtu, kwa nini we ni mchungaji? Nimeitwa kuwa mchungaji. Maono yako ni wapi? Yani nataka Mungu aniinue, nataka kuwa mchungaji wa pekee. Upekee wa namna gani? Ukichunguza nia inayomsukuma haiko kwa Mungu. Kwa hiyo kufanikiwa kwenye utumishi wako ni zaidi ya vile unafikiri. Unaposema nimeanza kwa mchakato wa kufanikiwa, maana yake unasema nimeanza kujua ni nini mapenzi ya Mungu kwenye wito wangu, na Mungu ameanza kunipa maelekezo ya namna ya kutimiza mapenzi yake ningali hai. Usifikiri Mungu atakapokuja kupima kazi atapima ile kazi ya kusema tu niitoa mapepo. Angalia anachosema hapa, kwa sababu habari ya kutoa mapepo Mungu hashindwi kutumia chochote. Anaweza tumia hata punda, na kueleza wazi, Mungu hashindwi kutumia. Anaweza tumia hata mlevi akahubiri na watu wakaokoka. Wengi hapa unaweza kukuta wengine waliokoka na nyimbo zilizotungwa na mlevi kabisa. Nitafutie wanakwaya wa zamani, alafu niambie walimu wengi wa kwaya wa zamani wangapi walikuwa wameokoka, lakini hizo nyimbo zimeokoa watu. Kwa sababu kwa bali ya kumtumia mtu Mungu, angalia, kuna kutumiwa lakini kuna kufanya kazi na Mungu. Mtu anayetafuta kufanya kazi na Mungu, kuyafanya mapenzi ya Mungu, hawezi kufanya bra. Kuna mambo yatakuwa yanamhangaisha, hata kama anapita kwenye mazingira magumu, lakini hata kubali kuishusha lile kusudi la Mungu aliloweka kwenye maisha yake, kwa sababu kwake mapenzi ya Mungu ni kama pumzi ya uhai. Akiacha anaishi anakufa. Saa nyingine mazingira ya nje ya ruhusu kabisa. Amefikia mahali ambapo kila mtu alinyosha mikono akasema siwezi kuendelea tena. Amefikia mahali ambapo miaka yote ya kumwamini Yesu na kumtumikia hajaona kitu cha maana cha kushikika mkononi. Miaka yote imejaa kusalauliwa na kuona kumtumikia Mungu ni hasara. Lakini pamoja na miaka yote ya kutembea hivyo, unauona moyo wake ukisema kwamba kwa kuwa ninajua mapenzi ya Mungu ni yapi ya mimi kuendelea na utumishi huu, sitaacha. Hata kama nikifa, okay, acha nife, lakini mapenzi ya Mungu aliye hai nitaendelea nayo. Ukiona hiyo commitment kwenye moyo wa huyo mtu, huyu ndio tunasema amekuwa successful. Unanielewa watu wa Mungu? Amefanikiwa. Sasa kuna vitu vingi hata tunaombewa, tunaomba, tunasema Mungu hatuoni, Mungu sina kibali, ninaomba kibali. Tafuta mapenzi ya Mungu yajue. Mungu amekuita kufanya nini? Mmenielewa naposema kufanikiwa kwenye utumishi? Maana yake lazima ufikie kulitimiza kusudi la Mungu. Huwezi kufikia kulitimiza kusudi la Mungu kama ulijui. Maana yake lazima uwe na mahangaiko ya kulijua kusudi la Mungu ni lipi. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Mapenzi ya Mungu ni yapi? Mapenzi ya Mungu ni yapi? Sawa, ninalala njaa, lakini mapenzi ya Mungu ni yapi? Sawa, ninapita mahali pagumu, lakini mapenzi ya Mungu ni yapi? Sawa, kila mtu ananizalau, lakini mapenzi ya Mungu ni yapi? Sawa, sina mbele wala nyuma, familia nzima wanasema kuokoka ni wanaona kama laana, lakini mapenzi ya Mungu ni yapi kwenye maisha yangu? Ukiyajua hayo na kuanza kuyatumikia, ni swala la muda tu. Moja ya vitu vinatuchelewesha ni pale tunapotelekeza mapenzi ya Mungu
Na watu wengi wanaotelekeza mapenzi ya Mungu, aidha ni kwa sababu ya kujihurumia. Na Yesu alisema mtu yoyote akitaka kunifuata, kanuni ya kwanza, ajikane, ajikatae. Maana yake unataka kumfuata Yesu, uwe hai kwenye mapenzi yake, kubali kufa kwanza. Ndio nakufa. Ukiwa hai kwanza, mtu aliye hai, unaelewa, mtu ambaye yuko hai kimwili, akisemwa vibaya, akitukanwa, akikatishwa tamaa, na kata tamaa, kwambia kazi yenyewe ya Mungu hii inatesa sana, naacha. Unagundua hamna kitu hapo. Hajajua mapenzi ya Mungu ni nini na aliyemuita ni nani. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kufanikiwa ni kufikia kiwango cha kutembea kwenye njia ya Bwana katika utumishi wako. Unaposema nimefanikiwa, na kukupa maana nyingine ya pili, kufikia kiwango cha kutembea katika njia ya Bwana, na sio katika njia zako, katika njia ya Bwana kwenye utumishi wako. Mtu wa namna hii hataiga, hataona wengine wanafanya nini, atasimamia katika ile njia ambayo Mungu amempa. Hawezi kuangalia wengine wanafanya nini. Na Mkristo wa namna hii hata kaa tu kanisani, yeye anasubiria tu mchungaji aseme pokea. Mkristo wa namna hii atakuwa na mahangaiko moyoni, mimi niko hapa nafanya nini? Kwani ni kutoa tu sadaka peke yake? Mbona hata mchungaji anatoa mafungu ya 10? Mbona hata yeye anatoa? Hasa mimi niko hapa, nimeokoka miaka miwili, nafanya nini? Na mapenzi ya Mungu kuniokoa na kuniweka hapa kanisani famti ni yapi? Huyu ndio Mkristo, na anatafuta kutembea kwenye njia ya Bwana. Katika nyakati tulizonazo, njia ni nyingi, yaani kujiongeza ni kwingi mno. Maisha yamekuwa magumu kwa jinsi ya mwilini. Maisha kwa kweli yanatoa changamoto, kwa kujiongeza kumekuwa kwingi. Yaani mtu anafikiri anafanya modification, anaongeza vitu ambavyo hakupewa. Juzi tulikuwa na semina mahali fulani, nilikuwa nafundisha somo linazungumza juu ya namna ya kushughulikia vyanzo mbalimbali vya sauti zinazolenga kuharibu imani yako na maisha yako kiujumla. Kwa nikawa nawafundisha juu ya vyanzo mbalimbali vya sauti na namna ambavyo imani inashambuliwa katika siku za mwisho. Na nikawaeleza kipengele kimojawapo kwamba imani yako inapoharibiwa, wakati mwingine haiondolewi wala haiharibiwi kwa maana ya kuharibiwa ambako utashtuka mapema. Unabakia na ile ile imani, wanachoifanya wanaibadilisha, wanaichakachua. Yaani ni imani ile ile ya kumwamini Yesu, ila unabadilishiwa. Lakini unabaki unamsema Yesu kwenye kinywa chako na unaendelea, Bwana asifiwe, lakini imani imebadilishiwa. Ndio pale unasikia hawa walimu wa namna hiyo ambao wameandaliwa kimkakati, wanapenyeza. Maandiko yanasema wanapenyeza, wanafanya haya mambo kwa uelevu. Unaelewa neno uelevu? Maana yake kwa akili ya kiwango cha juu, kiasi kwamba mtu yoyote ambaye hajajengwa na kufundishwa neno la Mungu kwa usahihi, sio rahisi kugundua, kwa sababu wanatumia Biblia ile ile, wanamsema Yesu yule yule, lakini ni wanapenyeza kwa uelevu. Neno uelevu maana yake kwa akili ya kiwango cha juu, yenye uwezo wa kuficha jambo la uharibifu mtu asilione. Kwa hiyo kinachoonekana nje ni cover ya Jesus, lakini ndani kimefichwa kitu ambacho kiingie taratibu taratibu. Unapokuja kushituka,
haushituki wewe tena, ni maisha yamebadilishwa, yako maisha mengine. Lakini imani ya Yesu yule uliyekuwa unamtaja zamani bado unamtaja mpaka sasa, lakini maisha ya huyo Yesu hayamo. Kimeingia kitu kingine kwa siri kubwa, kwa sababu waliotumiwa ni walimu wanaofanya kwa uelevu wa hali ya juu. Ndio unasikia mpaka pastors wameshaingia. Kuzimu iko serious na kanisa kuliko unavyofikiri wewe, na inajua pa kupiga ni wapi, na inajua pa kupita ni wapi, na ina plani mambo, sio kwa siku moja, kwa muda mrefu. Unamwona pastor anaendelea tu, nafikiri mambo yako sawa, kumbe ameplaniwa miaka 2 3 ichayo. Kuna mahali tu atanasa. Kwa hiyo anaanza kumpunguza taratibu. Hofu ya Mungu ipungue, usiriasi wa maombi, mifungo iondoke, neno lipungue, nidhamu ya kukaa peke yake. Muda wote akitaka kusoma Biblia ni pale anapoenda kuhubiri, hawezi soma mwenyewe. Kwa hiyo kunaanza kupigwa maeneo mbalimbali. Lengo ni majira yatakapofika, kalenda yao walishamaliza uwezo wa kustahimili, wanapandikiza hicho kitu ndani. Ukija kuona huku matokeo nje, alisharibika. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikakufundisha habari ya talanta, nikakwambia ni vipawa au kalama mbalimbali ambazo Mungu ameweka ndani yako, na nikakwambia talanta, sijui nilikupa maana ya pili. Maana ya pili, talanta ni neema mbalimbali ambazo Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya kusudi lake. Kwa kama ukuwepo, narudia ili uweze kulisikia. Ninaposema neema mbalimbali, ukisoma kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 10, Petro wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 10, Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10, maandiko yanasema, kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Angalia mstari wa 11, mtu akisema na aseme kwa mausia ya Mungu, mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia, anasema kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Wakili ni nani? Mtu aliyepewa kusimamia kwa niaba ya mmiliki wa hivyo vitu, ndiye anaitwa wakili. Kwa hiyo unapopewa kipawa, unapopewa karama, unapopewa kazi sio ya kwako, yuko aliyekupa kwa niaba. Jina la Yesu libarikiwe. Yuko aliyekupa kwa niaba. Kwa hiyo anasema tumepokea karama, anasema kila mtu kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali. Lile neno neema mbalimbali ndio nitaka usikia. Anaposema neema mbalimbali anazungumza kitu gani? Anaposema neema mbalimbali anazungumza nini? Anaposema neema mbalimbali ni uwezo ambao Mungu anaweka ndani ya mtumishi wake ili kumwezesha kutumikia kusudi la Mungu. Ndio maana unasikia mtu anakuambia hivi, tunajua mchungaji wetu ana wito wa uchungaji lakini hana neema ya uongozi. Umewaisikia kitu cha namna hiyo? Umewaisikia kitu cha namna hiyo? Utasikia mtu anasema hivi, tunajua mchungaji wetu kwa kweli ameitwa kuwa mchungaji lakini hana neema ya kuhubiri.
Maisikia? Yana akihubiri hivi, akifundisha neno si muelewagi, lakini akisimamia mambo kwenye uongozi, anaposhauri, anaposimamia mambo yake, yani yuko vizuri. Anakuambia hana neema ya kitu fulani. Sasa anaposema neema mbalimbali, ziko neema za uponyaji. Yani mtu mwingine anaponya, sio kalama tu, lakini iko na neema. Mtu ambaye neema ya uponyaji iko juu yake, maana yake ni Mungu ameweka huo uwezo ambao hakustahili kuwa nao, lakini unafanya kazi ndani yake. Na saa nyingine hata ukimfuatilia background au historia yake, havifanani na anachokifanya. Kinachofanya kazi sio yeye, ni neema. Na ndio maana Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Wakorinto, anasema mimi niliye mdogo sikustahili hata kuitwa mtume, kwa maana naliuzi kanisa, lakini neema ya Mungu imenifanya hivi nilivyo. Alafu anasema na kwa neema ya Mungu. Sasa angalia, mimi nalifanya kazi kuliko wengine wote. Angalia hii sentence, nalifanya kazi kuliko wengine wote. Anasema sio mimi, ila neema pamoja nami. Kwa unagundua kilichokuwa kinafanya kazi ndani ya Paulo sio Paulo. Historia yake inakataa, background yake inakataa. Alikuwa mtu mbaya, amebeba roho ya uuaji, analitesa kanisa, hana huruma. Lakini huyu ambaye hakuwa na huruma leo anakuja kuwa mtume wa pekee. Kilichofanya kazi ndani yake ni neema. Ilimbadilisha kwanza awe mtumishi, lakini hiyo neema ikaweka uwezo wa kuwa mhubiri wa injili, ya kuwa mtume, wa kuwa mwalimu. Ndio maana Paulo alikuwa mwalimu, Paulo alikuwa mhubiri wa injili, Paulo alikuwa mtume. Haleluya! Mnanielewa ninachosema? Kilichokuwa kinafanya neema, maana yake akapewa neema mbalimbali. Neema ya kuhubiri, neema ya kufanya, neema ya unabii. Paulo unamuona anavyozungumza, anazungumza hadi habari ya mbingu, kasema mbingu ya tatu. Habari ya karama ndio usiseme kabisa. Anamwambia Timotheo, nyakati, siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Ile ni lugha, ni waraka wa kichungaji, lakini ndani yake kulikuwa na maonyo ya kinabii. Anamweleza juu ya siku zinazokuja ambazo yeye hajafika. Maana yake anatoa unabii ya siku zijazo. Ameziona siku zijazo. Anamwambia Timotheo, wewe ni mtumishi, lakini nataka ujue inawezekana hizi siku zikakukuta wewe bado ni kijana. Mimi ninamiminwa, naenda kuondoka duniani, wewe bado unaishi, lakini ninaona siku zijazo, kwamba siku za mwisho zitakuwa kuna nyakati za hatari. Kwa nini? Anaeleza watu watakuwa sio watu wenye kujizuia, wakali, wasiopenda suluhu, watapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiopenda wakwao, watapenda fedha, wenye kupenda fedha, watu wenye mfano wa utaua, lakini wakizikana nguvu zake wataua. Ukiwaambia habari ya kanisa wanakubaliana, lakini hawataki habari ya nguvu za Mungu. Haleluya, watu wa Mungu, mnanielewa ninachosema? Anatoa unabii, prophetic language, anazungumza nao. Neema hizo ndio zinaitwa neema mbalimbali. Wewe unamjua Paulo kama mtume, unamjua Paulo kama mhubiri wa injili, lakini unamwona Paulo, ukisoma Biblia inamuonyesha kama mwalimu pia. Lakini unagundua hivyo vyote vilitokana na nini? Neema mbalimbali alizopewa Paulo, uwezo wa kufanya kitu ambao huo uwezo hukustahili kuwa nao, vigezo huna. Saa nyingine unayangalia mpaka maisha yako na historia yako, unagundua baba yako tu alikuwa mganga wa kienyeji. Umezaliwa kwenye nyumba wanaloga Kalimanzila, umeshapelekwa kwa waganga ukarudishwa. Mwingine unagundua aliwahi kwenda hadi kwa waganga, kazunguka huko na huko, afikaokoka. Alafu Mungu anamtumia kama vile hajawahi kwenda kwa waganga. Unagundua neema mbalimbali Mungu ameweka ndani yake. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa anasema sisi ni mawakili, maana yake wasimamizi wa hizo neema.
Hasa tunasimamiaje? Tunasimamia kwa kuzifanya zitende kile ambacho Mungu kwacho aliziweka ndani. Ndio maana angalia kama watu kama wakina Paulo, anasema vita vizuri nimevipiga, imani nimeilinda. Unaelewa kwa nini anaongea kwa ujasiri? Anamaliza mwendo. Kila alichomwekea Mungu amekwisha kukifanya. Amefika kila mahali ambako Mungu alitaka afike. Kwa wafalme amesimama, kwa watu makatili amesimama kuwapelekea injili. Magerezani ameingia, amepigwa na kupigwa, amepigwa, kuteseka ameteseka, amefanya kazi usiku na mchana. Makanisa ameyajenga, makanisa ameyafungua. Anaona ndani kila alichotakiwa kukifanya sasa kimekwisha. Anaongea lugha ile ile ya Yesu, it is finished, imekwisha. Sasa namiminwa, nimeandaliwa taji. Anaiona hadi taji, nimeandaliwa. Watu waliofanya kazi wakafanikiwa, neema mbalimbali. Kwa hiyo ili mtu afanikiwe kwenye utumishi wake, lazima ajue neema ambazo Mungu amempa, amewekeza. Na hamtagombana, hamtaoneana wivu. Ukiona unaona wivu, unagundua tatizo mojawapo, hujui neema ambayo Mungu ameweka. Mtu yote anayemuonea mwingine wivu hajui neema, hajui kipawa, hajui karama, hajui talanta ambayo Mungu ameweka. Ukijua hata mwingine akifanya vizuri utamwambia hongera, Mungu akubariki, kwa sababu na wewe unajua ambacho Mungu ameweka. Huyu unayemwambia Mungu akubariki hana, unacho wewe tu. Kwa hiyo unajua, acha tu Mungu ambariki kwa neema aliyompa, na hiyo neema tunafaidi kwa kuwa anatuhudumia sisi. Na ikifika na mimi zamu yangu, atakaa aone kile Mungu amenipa. Na wewe ukielewa ulichonacho, hutaona wivu. Kwa nini tunaoneana wivu? Hatujui neema mbalimbali ambazo Mungu ameweka. Ndio big problem. Na ndio maana hatuwezi kuhudumiana, badala yake tunaanzisha magomvi na chuki. Hekima ya kufanikiwa kwa ukamilifu bila kumkosea Mungu. Hekima ya kufanikiwa kwa ukamilifu ni hekima ya namna gani? Hekima ya kufanikiwa maana yake nini? Hekima ya kufanikiwa ni hekima ya kufanikiwa katika mambo yote inayojengwa juu ya msingi wa nidhamu ya kiroho mkato na nidhamu ya maisha. Nidhamu ya maisha, kipengele cha mwisho cho kwenye nidhamu ya maisha, unaweza ukaweka mabano ukaandika kuepuka makosa yanayojirudia rudia. Nidhamu ya maisha imebeba kitu kinaitwa kuepuka makosa yanayojirudia rudia. Mtu yoyote ambaye unaona kuna mahali unaye Mungu, unamwamini Mungu, lakini kuna vitu unapambana sana kuvuka mahali, moja ya jambo la kuchunguza, kama unayo nidhamu ya kiroho, umejengwa kwenye msingi wa nidhamu ya kiroho, angalia kipengele cha pili. Vipi kuhusu mabadiliko ya kifikra? Kwa sababu unaweza kuwa mtu wa kiroho kabisa, lakini fikra zako zimekwama, na fikra zikikwama, maisha yako yamekwama kabisa. Unakuwa mtu wa kiroho. Kwa mfano, angalia, ili kumwondoa Eva na kumwondoa Adamu Eden, adui alichoenda kushambulia kwanza ilikuwa ni fikra zake, fikra za Eva. Ukisoma kwa mujibu wa Korinto, Biblia inasema yule joka aliyeharibu, tena yule joka aliyemdanganya Hawa asije akaharibu fikra zenu. Kwa hiyo unagundua lengo la kumdanganya Hawa ilikuwa ambadilishie kuona. Mungu alipowaweka Eden aliwajengea na aina za fikra, namna ya kuyaona mambo. Mungu amewaambia ili tunda msije mkala mtakufa. Nyoka anakuja kusema ati Mungu amesema matunda ya bustani hii, miti yote hamwezi kula, hamtakii kula.
Eva akasema sio hivyo, Mungu amesema miti yote twaweza kula. Lakini unajiuliza kwa nini anaanzia kote huko? Anawinda mtazamo ambao Mungu aliwajengea. Anawinda fikra ambazo Mungu aliwajengea, ili aweke fikra zake wasione shida kumkosea Mungu, wasione taabu. Umewahi kuona mtu ambaye anatenda dhambi, fikra zake ndizo zilizoharibika zikafungua mlango wa kuishi kwenye hayo maisha ya dhambi? Huyu mtu hata ukimwambia atubu, atalia hapa, lakini atarudi kwenda kufanya ile dhambi, kwa sababu wameshaharibu msimamo wake wa kifikra kwanza. Kwa hiyo toba yake haitakiwi kujuta tu moyoni na kusema nimekosea mimi, nimekosea Mungu nirehemu, lelelelelele. Toba yake inatakiwa lije neno litakalo zibadilisha fikra, alafu kutokea kwenye fikra ageuke anavyoona, alafu aanze kuona sawa sawa na neno. Ndipo aende mbele za Mungu kumwambia, Bwana, nimegundua nilikuwa naona hivi, lakini neno lako limebadilisha kuona kwangu, naona hivi. Nisamehe kwa haya niliyofanya, kuanzia leo sitafanya. Huyu hatafanya. Kwa hiyo hekima ya kufanikiwa kwa ukamilifu ni hekima ya kufanikiwa katika mambo yote inayojengwa juu ya msingi wa nidhamu ya kiroho. Hiyo ni moja. Mbili, msingi wa mabadiliko ya kifikra. Tatu, nidhamu ya maisha au inajengwa juu ya msingi wa hekima ya kuepuka makosa yanayojirudia. Makosa yanayojirudia. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 11. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 11. Ninapoongea hivi kuna mtu anajibiwa kwenye maisha yake kwamba adui wa kwanza wa mkwamo wako, hekima hii imekosekana kwako. Nidhamu ya kiroho haipo, na kama ipo, eneo la fikra zako limekwama. Kuna mtazamo Mungu alikujengea wakati unaokoka, kabla haujakaa vizuri, adui akaja akaweka kitu kingine. Angalia Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 10. Anasema, kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Angalia, kama mkuu wa wajenzi, lakini sio wajenzi kama wajenzi wengine. Mimi ni mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Angalia lile neno, angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana yake nini hapo tu? Kila mtu angalie. Yeye anasema mimi ni mjenzi, ni kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Mimi sio mjenzi tu, lakini katika ukuu wangu wa wajenzi mimi ni mjenzi mwenye hekima. Nimefanikiwa kujenga nilichokijenga kama mtume, lakini kilichonisaidia kuwa mjenzi, nilikuwa mjenzi mwenye hekima. Ndani yangu ilikuwepo hekima. Haleluya. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Sio tu mkuu wa wajenzi, lakini sifa nilionayo kama mkuu wa wajenzi ni mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Anamalizia, usisahau hicho, mwenye hekima. Anasema kutokana na kuwa mwenye hekima naliuweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Alafu anasema lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Angalia mstari unaofuata wa 11. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Yesu Kristo. Na nilikuwa nawafundisha
watu wa Mungu waliokuwa wamekusanyika kwenye semina hii, ukihudhuria semina yoyote au mafundisho yoyote ya kiroho, eneo la kwanza la kutathmini, yanajenga nini ndani yako? Fundisho hilo limejengwa juu ya nani? Linamsema nani? Alafu matokeo ya kujifunza yanakupeleka kuwa na mahusiano na nani? Mtumishi au Yesu Kristo? Kwa hiyo lazima uchunguze. Sasa angalia, unagundua injili ya Paulo, kuhubiri kwake Paulo alikuwa anajenga msingi ambao ni Yesu Kristo. Maana yake kila alichokuwa anakifundisha kilikuwa kinajenga msingi ambao ni Yesu Kristo. Na ndio maana mtu akisema mimi ni mtumishi, swali la kwanza, utumishi wako msingi wake ni nini? Utasikia msingi wangu ni mafunuo, amefeli. Msingi wako unatakiwa kuwa Yesu Kristo. Kwa hiyo chochote unachokifanya na kukitenda kiwe kinajengwa juu ya Yesu Kristo, kinawaleta watu kwa Yesu, kinawarejesha watu kwenye mahusiano na Yesu Kristo. Nje ya hapo umefeli. Sasa mwalimu, ulitaka kuongea nini? Anasema hivi, na kila mtu, angalia ule mstari tuliotoka, angalia, rudi kwenye ule mstari, na upenda huo mstari tena, kakipengele ka mwisho pale, alafu imewekwa nukta, alafu ikaanza lakini. Angalia hiyo sentence, lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Msingi umewekwa, kila mtu na aangalie. Unaelewa maana yake ni kila mtu na aangalie? Unaelewa maana ya kwanza ya neno aangalie? Maana yake awe makini, asijiendeende tu, awe makini. Ukiwa mchungaji, ukiwa mzee wa kanisa, ukiwa kiongozi, ukiwa nani, unaongoza vikao, unaweka mipango ya kanisa, uwe makini kwamba hii mipango inajengwa juu ya nani? Kitakachozaliwa kutokana na hii mipango kitamtukuza nani? Kitakachofanyika hapa kinaleta sifa kwa nani? Kitakachotokea ni nani ataheshimiwa? Ni nani atatukuzwa? Ni nani? Kinafanywa hiki kwa ajili ya nani? Kila mtu aangalie, maana yake awe na nidhamu, asijenge tu awe na nidhamu. Maana ya kwanza nimekwambia awe makini. Maana ya pili nikakwambia aangalie. Maana yake awe na nidhamu anapojenga, ajue hiki ninachojenga sio cha kwangu, ni cha Mungu aliye hai. Na kwa sababu hiyo awe na nidhamu, awe na nidhamu juu ya uchungaji anaofanya, awe na nidhamu juu ya ualimu aliopewa, awe na nidhamu juu ya uinjilisti, awe na nidhamu juu ya utume, awe na nidhamu juu ya uongozi aliopewa. Ajue kuna saa ataulizwa, ulichojenga kwenye uongozi wako kilishia kujenga jina lako, sio jina la Yesu. Kilishia kujenga maisha yako, sio maisha ya kiroho, sio kujenga ufalme wa Mungu. Lazima ujiulize, na kila Mkristo anayeabudu aseme niko hapa famti, lakini ninajenga nini? Lazima ajiulize. Maana yake awe na nidhamu, maana yake awe makini, maana yake ajitathimini. Maana ya tatu aangalie, maana yake ajitathimini kabla hajafanya analolifanya, kwamba linaenda kunajisi msingi uliowekwa au linaharibu. Na hapa ndio unagundua sasa kwa nini wachungaji mnapoandaa semina kwenye makanisa yenu, mnapoandaa mikutano, lazima muwe makini sana kwamba mhubiri ninayemuita, hata kama ni mchungaji mwenzako, anakuja kujenga cha nani. Lazima uwe makini.
Lazima muombe Mungu kwamba akija kufundisha semina, anajenga msingi wa nani? Anajenga juu ya nani? Anajenga juu ya nani? Lazima uwe makini kabisa. Wanakwaya wanataka kuimba nyimbo. Mwalimu tunayeita kutufundisha nyimbo, hizi nyimbo zinajenga cha nani? Manake lazima uwe conscious. Hii ndio inaitwa hekima ya kufanikiwa bila kumkosea Mungu. Hichi ninachoenda kufanya, then itatokea nini? Nini kitatokea? Haya, mimi ni kiongozi tunapita kwenye uongozi wetu kwenye changamoto kubwa, sawa, lakini haya maamuzi ninayotaka kufanya najenga nini? Kabla sijaenda kuyatekeleza haya maamuzi, kwamba yani kwa namna walivyonichefua roho. Unakumbuka kilichotokea kwa Musa? Unaijua dhambi ya Musa? Unaelewa maana yake? Biblia inasema wakamchefua roho wakamkasilisha roho. Musa alikuhamishwa na wana wa Israeli. Na ukiwa kiongozi watu wanafurahia, nataka kuwa kiongozi. Unajua madhara ya kuwa kiongozi? Mguu unakuwa hivi, kuingia mbinguni au kukosa. Unaelewa maana ya kuwa kiongozi? Fuatilia uone. Kwa sababu moja ya eneo ambalo litakufanya uwe mjinga ni pale unapokuwa kiongozi. Unajua mtu anayeongozwa yuko smart sana kuliko kiongozi. Kwa sababu mtu anayeongoza anafuata kile kiongozi anachomwambia. Ukimpoteza yeye utawajibika kwa ajili ya hiyo damu uliyoipoteza. Anashambuliwa na ujinga wa namna moja hivi. Akishaongoza watu wameanza kumnyenyekea, kuna vitu Mungu amemtumia, anaenea kwenye kiti. Mnanielewa eh? Unaenea. Alafu nasema, waambieni kiongozi amesema. Kama kuna mtu anabisha hapo, mwambie atupishe. Nimesema. Watu wanashangaa hii lugha kuwa nayo mwanzo alikuwa anasema naombeni, leo anasema nimetoa amri. Sijui unanielewa eh? Sisemi kutoa order ni vibaya, kwa sababu kuna saa ya order, kwa sababu Mungu ni Mungu wa order. Mungu ni Mungu wa kutoa amri. Kuna saa ya amri, lakini sio mara zote. Unaenea kiti hivi, sema ewo. Unafikiri shetani kilichomwangusha nini? Alienea kwenye kiti, ujinga ukaingia. Akasema kwa namna ninavyopewa heshima hivi, kwa nini Mungu naye aendelee kuheshimiwa? Kwani Mungu ni nani? Acha nimpindue Mungu. Alikosea. Yeye anafikiri amemjua Mungu. Wewe ujinga, utele wa ujinga. Ujinga ni hatari. Unaweza ukafikiri umeshamjua Mungu, kumbe bado. Shetani akafikiri amemjua Mungu. Sema Mungu ni nani? Takuja nikuonyeshe mifano. Unamfahamu mfalme Uzia? Wengi mnamjua mfalme Uzia. Kilichomuua ni nini? Alikuwa mfalme mzuri sana huyu. Unaona mpaka Isaya anasema Uzia alipokufa na alimuona Bwana. Unajua kilichomuua ni nini Uzia? Ukoma. Uzia alimtafuta Mungu kipindi cha nabii aliyekuwa bingwa wa maono. Uzia akamtafuta Mungu na Mungu akamfanikisha sana. Akawa na jina kubwa, akawa na jeshi kubwa, akawa na mitambo ya kisasa ya kivita. Jina lake likaenea kwa mataifa. Alafu alikuwa na uchumi uliofanikiwa, na uchumi wake ulitegemea kilimo. Akawa na kilimo cha umwagiliaji. Akawa analima mashamba yake yakaitwa mashamba ya neema. Takuja nikusomee mashamba ya neema. Alipofanikiwa namna hiyo, Biblia inasema, ukiangalia mstari wa kuanzia wa 11 unasema moyo wake ukainuka. Unasema moyo ukafanya nini? Yeye ndio bingwa, wafalme wote wanatetemeka. Moyo ukainuka. Moyo ulipoinuka, nini kilitokea? Akaenda madhabahuni kinyume na utaratibu. Na nimeona nikwambia hapa, kwa sababu madhara makubwa tunayoyapata ni kutokuwa makini. Na haya mambo matatu tutayaongelea. Matatu haya nitakuja nikuonyeshe. Takuonyesha juu ya msingi wa kiroho na uhusiano na Mungu, kwa sababu tunapozungumza msingi wa nidhamu ya kiroho,
hapa utaona nitakapokuonyesha nidhamu ya kiroho. Mtu mwenye nidhamu ya kiroho hawazi matokeo kabla ya commitment ya kimahusiano yeye na Mungu. Hawazi kingine kwanza, anachowaza mimi na Mungu, mahusiano yetu yakoje? Hilo ndio la kwanza. Ukiona mtu anawaza Mungu takutumikiaje, hawazi kwanza msingi wa kimahusiano, nidhamu ya kiroho. Kuna changamoto kubwa, na nitakuja nikuonyeshe vitu vichache katika haya mambo matatu. Kabla sija kuonyesha nitakuonyesha kwa sababu kuna kitu hapa ninakisikia sana. Takuonyesha moja ya kitu ambavyo utatakiwa kuviepuka, kwa sababu kuna kitu kinaitwa epuka uvivu unaofichwa kwenye visingizio. Hapo nitakuonyesha, na hapa nitakuonyesha kwenye msingi wa mabadiliko ya fikra na mitazamo. Kwa sababu moja ya kitu watu wamekwama ni kutoepuka uvivu unaofichwa kwenye visingizio. Yeye anafikiri ni yeye, kumbe ni visingizio. Sasa kuna aina ya uvivu uliovalishwa vazi la visingizio. Siwezi kwa sababu naishi kijijini, siwezi kwa sababu mimi sikusoma, siwezi kwa sababu yeye anafikiri ni yeye, kumbe ni visingizio vilivyotengenezwa na aina fulani ya fikra ndani yake. Na utaelewa, alafu utagundua kwamba kuna mambo tumechelewa na tutamlilia Mungu hapa. Na ukitoka hapa, hii hekima inakuwa ni maisha yako. Kama umenielewa sema amen. Watu wa Mungu, Mungu aliziweka hizi mbingu na nchi by wisdom, kwa hekima. Hekima. Ukiona mambo yamekaa shagalabagara, maana yake imekosekana hekima. Ukiona mambo hayaendi kwenye majira yake, maana yake kuna hekima imekosekana. Hekima inajua nini cha kufanya wakati gani. Ukiona una struggle kumjua Mungu, maana yake kuna hekima inayokuongoza kumjua Mungu imekosekana. Ndio maana Paulo anaombea Waefeso, anasema Mungu awape ninyi roho ya nini? Ya hekima na ya ufunuo. Kwa nini anaanza na roho ya hekima? Maana yake ndani ya roho ya hekima kuna maarifa yote ya kumjua Mungu. Ukiona hekima imekosekana, hata utumishi wako ulio nao ni ngumu kufanikiwa, hekima ikikosekana. Kwa hiyo ninamwomba Mungu atusaidie jioni ya leo, akujalie hekima ya kufanikiwa. Na nimekuonyesha hivi vitu vitatu: nidhamu ya kiroho, mabadiliko ya kifikra, na kuepuka makosa ya kujirudia rudia. Ila ninakuombea jioni ya leo, kwa sababu hekima hii ya kufanikiwa sio tu kwenye utumishi wako, jamani, ni katika mambo yote. Mambo yote, mambo yote. Wewe fikiria, kuna mtu hajajaa roho, alafu cheki anavyolima kwa ubora. Alafu kuna mtu ameokoka amejaa roho, analima vibaya, alafu wote ni wakulima. Biblia inasemaje? Ukijaa roho unajaa na spirit of excellence, unafanya kazi kwa ubora. Wewe unachunga kanisa, ni mchungaji, alafu unataka mkuu wa mkoa aje awe muumini wako. Umemhubiria ameokoka, niamini mimi, atakuja kusali siku moja hata sali tena. Kwa nini? Kwa sababu ubora wa ibada ilivyo, ubora wa service unayotoa, ubora wa mafundisho, ubora wa mpangilio wa muda ulivyokaa, ubora wa mahali pa kuabudia, ubora unaanzia chini. Usiseme mpaka nikipata vitu ndio takuwa bora. Simama kwa miguu yako. Na ndio maana nina ujasiri wa kukwambia kwamba haya mambo yanawezekana. Fanya ubora kwa kiwango chako, hekima ya kufanikiwa. Na wengine, unajua, watakapokuja kuona unavyohangaika na ubora, ndipo Mungu anainua watu wa kusapoti. Uko tayari kuomba jioni ya leo? Wewe ni Mungu ria hai. Asante kwa ujumbe huu,
Asante kwa ujumbe huu katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa umenifundisha, kwa kuwa umenielekeza kwa habari Bwana ya kufanikiwa katika utumishi wangu ulionipa. Umenifundisha juu ya vipawa, juu ya neema mbalimbali ulizoweka Bwana kwenye maisha yangu, kwenye utumishi wangu katika jina la Yesu. Lakini umenifundisha ile kwamba na kutumikia haitoshi Bwana kama siyafanyi yaliyo mapenzi yako. Jioni ya leo ninanyenyekea kwako, ninaomba rehema, ninaomba unirehemu maeneo yoyote ambayo nimetelekeza mapenzi yako. Nimejionea huruma, sikuwa tayari kujitoa kikamilifu. Ninaomba rehema kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba kuanzia jioni ya leo, fungua macho yangu, fungua ufahamu wangu, upate kuelewa yaliyo mapenzi yako juu ya wito ulioweka ndani yangu, juu ya utumishi wako ulioweka ndani yangu. Ninaomba Roho Mtakatifu nisaidie Bwana kuyajua mapenzi yako kuanzia jioni ya leo katika jina la Yesu. Ninaomba ukiamshe, kianze kufanya kazi, kila aina ya kipawa, kila aina ya neema ulionipa Bwana, ambayo sikuijua. Kuanzia jioni ya leo, fungua macho yangu nipate kuijua, nianze kufanyia kazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nisaidie Bwana juu ya neema ulionipa katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana mwenyewe, fungua kinywa chako, usiombe kama vile tuko. Omba kama vile uko peke yako, wala usitafute staili. Omba kwa staili ya kwako ambayo Roho wa Mungu anakujalia. Mwambie Bwana, nisaidie. Mungu hajakuita bule bule. Kuna vipawa ameweka, wengine vimezimia, wengine vimezuiliwa, havifanyi kazi pasavyo. Mwambie Bwana kwamba jioni ya leo ifunue hiyo neema, funua hizo neema mbalimbali ulizoziweka ndani yangu Bwana. Kuna wakati najiona wa kawaida, kumbe mimi sio wa kawaida. Kuna uwekezaji umeweka kupitia mimi. Wako wanawake wengi walitakiwa kupona kupitia mimi, wako vijana wengi walitakiwa kuokolewa. Mungu, ninaomba katika jina la Yesu aliye hai, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Sifunue hizo neema ulizoweka ndani yangu, sifunue hizo neema ulizoweka ndani yangu katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Sifunue hizo neema, funua hivyo vipawa ulivyoweka ndani yangu. Kuna namna nimekuwa nikienenda nikijiona mimi ni wa kawaida. Viko vipawa ndani yangu Bwana ambavyo havijaanza kufanya kazi. Ninaomba kwa jina la Yesu, ninaomba kwa jina la Yesu, funua hivyo vipawa, funua hivyo vipawa, funua hivyo vipawa. Famtini kanisa lako Mungu ria hai, famtini kanisa lako, famtini kanisa lako. Umewaweka watumishi wako, umewaweka watoto wako ndani ya kanisa hili, na ndani yao Bwana umeweka vipawa. Funua hivyo vipawa, funua hizo neema kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu.
mandarabasandarabakorabasia. Endelea kuomba, fungua kinywa chako. Kuna neema ya Mungu ipo hapa. Funua kinywa chako. Kandorobo sikiriandarabasa rikandarabasaya. Mwambie Bwana, sikubali kuendelea hivi hivi, nahitaji kuona hizo neema zinafunuliwa. Risandarabakora rimandarabasaya. Hakuna wakuzuia kitu Mungu ameweka ndani yako. Hakuna mapepo, hakuna mashetani, wala hakuna uchawi wa kuzuia. Risandarabakora kandorobo sikiriandarabasa. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, mazingira uliozaliwa hayawezi kuzuia. Kijiji unachoishi hakiwezi kuzuia. Makosa uliowaifanya hayawezi kuzuia, kwa kuwa ni Mungu aliweka, kwa kuwa ni Mungu aliweka ndani yako. Kandorobosa rabashandarabakora rimandarabasaya risandarabakorobosa rikandarabasia risandarabakora rindarabasaya rikondarabasia. Katika jina la Yesu aliye hai, ile neema ambayo ilimsaidia Paulo sipo hata leo. Itusaidie Bwana, iwasaidie wachungaji hawa, iwasaidie watumishi wako, iwasaidie wanawake, iwasaidie vijana, iwasaidie mabinti. Rebasandarabakorabasia. Kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai.